9 bila shaka kabla kutimia moja kamili ndani ya maisha asubuhi ya hukumu na Sakali. Tupo katika uchambuzi wa magazeti muda huu. Sakali, ukurasa wa kwanza ni picha ya Mheshimiwa Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Kunani taarifa kuu pale, Rigathi versus Ruto D-Day in Olkalau, kwamba zaidi ya maafisa wa polisi 1000 wamekuwa kule Olkalau, ama wametumwa kule Olkalau wakati ambapo wapiga kura wanaelekea pale debeni kuweza kuchagua mbunge wao, na hili linajiri baada ya kutokea majuma kadhaa ya vurugu, swala zima la utoaji hongo, masuala mazima ya uingiliaji wa maafisa wa umma, maafisa wa serikali katika shughuli za kampeni, madai ambayo mengi yameibuliwa dhidi ya IEBC, wakati ambapo tume ya uchaguzi nchini inaendelea kusisitiza kwamba uchaguzi huu utakuwa huru na haki, lakini upinzani bado na maswali chungu nzima kuhusiana na jinsi ambavyo sheria inafuatwa katika bila shaka uchaguzi huu mdogo, huku kinyang'anyiro kikali ikiwa ni kati ya Samuel Nyaga wa chama cha UDA kingangana na Sami Kamau wa chama cha DCP. Bila shaka ni taarifa ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 wa gazeti la The Standard. Katika ukurasa wa 4 wanazungumza kwamba integrity of mini election under scrutiny as voters add to the ballot. Ni kwamba leo hii utendakazi wa tume ya uchaguzi nchini IEBC utakuwa unamulika wakati wakaaji wa Olkalau wakielekea debeni kufanya kushiriki katika uchaguzi mdogo wa kuchagua mbunge mwingine. Lakini pia ukiangalia katika ukurasa wa 5 wanazungumzia kwamba zaidi ya maafisa 1000 wa polisi wapelekwa katika eneo bunge la Olkalau wakati kunafanyika uchaguzi mdogo, huku wadadisi wakijiuliza na upinzani wakijiuliza kwamba je, kulikuwa na haja kupeleka zaidi ya polisi ama polisi zaidi ya 1000 Sakali katika eneo la Olkalau? Was there need maybe? Swali zuri, lakini nadhani kwamba kikawaida kuwa na uchaguzi au kunakuwa na hali ya usalama kuimarisha, but I'm just wondering 1000 police officers katika eneo bunge moja, I don't know how, I mean maybe the stakes are that high. Katika ukurasa wa pili kuna taarifa pale kuhusiana na Parents Sues School head teacher for suspending girl in Airbnb saga, na hukumu hili tumelisema mara kadhaa kwamba miongoni mwa wachangiaji wakubwa kabisa wa utovu wa nidhamu miongoni mwa watoto ama wanafunzi ni wazazi. Sasa usikia hili kuna mwanafunzi ambaye wakati wa half term aliweza kuondoka pale shuleni, tunazungumzia shule inaitwa Hospital Hill Comprehensive School, ambaye mwanafunzi huyo aliweza kutumwa nyumbani, ni mwanafunzi wa grade ya 8, aliweza kutumwa nyumbani na shule ikaagiza kwamba aweze kufanyiwa counseling katika taasisi ya umma, na mamake alihitajika kuweza kuandamana naye kurejea pale shuleni Julai tarehe 20, lakini kesi kapelekwa kotini. Mamake anasema kwamba msichana huyu wakati wa half term ndio madai ya shule ni kwamba aliweza kwenda katika Airbnb pamoja na mwanafunzi mwingine mvulana, of course walichofanya kule wakakifanya, lakini mama sasa ameweza kusuu shule pamoja na mwalimu mkuu, anasema kwamba mnaingilia privacy ya mtoto wangu, kwamba kile mtoto wangu anafanya nje ya shule, nje ya gates za shule is none of your business. Karibu kuna neno karibu niweka hapo kabla ya business. na Sakali, hii hapa inaiweka wapi swala nzima la nidhamu? Kwa sababu hapa kuna mwalimu ambaye kwamba anajaribu kumtia nidhamu ama kumrudi mtoto kutokana na kwamba mtoto ametoka shuleni, badala ya kufululiza kwenda nyumbani ameenda kwenye chumba cha Airbnb na mwanaume, na mwalimu anajaribu kuhakikisha kwamba kuna kuwa na nidhamu hapa. Lakini hapa ndio kuna mzazi ambaye na yeye akuna shida na mzazi na mwalimu, akisema kwamba whatever my daughter is doing akishatoka shuleni is none of your business. I think I have a good number of friends who are teachers. Do you know what most of them say? Kwamba siku hizi mahali imefikia, mtoto wako akitaka avute bangi, akitaka zio fanyeni is none of their business. Kwamba wao ni kufundisha yale matini ambayo wamepatiwa kutoka KICD na yale wamefundishwa kiwa chuoni, hayo ndio mambo ambayo yanawahusu siku hizi. Yani kwa ufupi ni kwamba walimu wengi kutokana na mwenendo wa wazazi wameweza kunawamo ikija kwa swala zima la nidhamu. I'm surprised kwamba mzazi anamshtaki mwalimu na mtoto wake alikuwa Airbnb na mwanaume na ametoka shuleni amevaa sare na mama anakuwa wa kwanza. Ningependa kujua maoni ya baba hapa ni gani? Are you thinking what I'm thinking? Tell me what you're thinking. Probability ya baba kwamba hayupo kwenye hii picture. Kwa sababu mama ambaye anatetea mtoto ambaye yuko Airbnb, kuna uwezekano alianza kudili na wewe kwanza. yale ya kuambiwa una akili. Nakumbuka yale ya jana. Kuna uwezekano. Ukurasa wa 3 unazungumzia kwamba Jaji Agrim Mchelule. You say what? Jaji Agrim Mchelule anasema kwamba hajui bunduki yake ambayo ilitumika na wizi
zinatoka vipi kwa hifadhi yake ile mahali wanaziweka pale. Yani kwa ufupi hapa msikilizaji, kuna bastola ambayo imetolewa kwa Mchelule ambaye ni jaji, na yeye ndiye ana leseni ya kuwa na ile ya kumiliki ile bastola, na mahali huwa anaiweka katika chumba chake. Sasa ameshtuka wakati anaambiwa na maafisa wa polisi kwamba do you know hii bastola ambayo imetumika katika wizi huko maeneo ilikuwa ni Joska wapi? Maeneo ya Joska. Alafu wizi aliuliwa kule Ruaka kule. Akauliwa. Anasema kwamba he is also surprised. Ni ile bastola yangu kumbe ambayo inafaa kuwa kwenye chumba changu. Akakimbia nyumbani kwenye chumba, akafungua kabisa akapata haipo. Unajua anasema he is as surprised as everybody else. Unajua Kenya tunapenda sana drama. Sekali. Na kitu ambacho kimenishangaza zaidi ni kwamba Jaji Mchelule anasema kwamba hakuwa anajua since October 2025 yes, until kisa kimetokea July 2026. Yes. Hajui silaha yake iko wapi, na akauliza kwamba hivi leseni vipi? Akasema kwamba leseni hiyo alikuwa renew wakati huo October 2025, lakini akasahau mpaka sasa amekumbuka wakati hiki kisa kimetokea. Ile bastola yangu nafaa ku renew license. Kwani bastola siku hizi ni njugu bana? Mimi hata ni kalamu hii. Unajua Sakali, hii Kenya bana tunapenda mzaa sana. Honestly, eti yajui mpaka ni badala yeye ndiye angepiga ripoti kwamba bastola yake imepotea, ni polisi wanakuja kumpiga ripoti kwamba tumepata bastola yako. Alafu yeye anasema hapo anajua. Ukurasa huo wa 3, Osotsi Sifuna want details of payout for protest victims. Maseneta wawili hawa bila shaka ambao ni wanalinda mwananchi of course, wanataka kwamba taarifa kamili zitolewe na zitolewe kwa umma kuhusiana na ni kina nani ambao wanapata fidia hii ambayo inatolewa kwa waathiriwa maandamano tangu mwaka 2013. Bana, ni kwamba anasema kwamba court battles looms over a GSC plan to publish judges performance. Inapendeza. Ni kwamba tume ya huduma kwa mahakama GSC inataka kuchapisha utendakazi wa majaji, lakini majaji hawataki utendakazi wao uchapishwe. Ni yale ya kusema kwamba sikujua. Sikujua. Kwa nini unataka utendakazi wako uchapishwe? Why? Swali zuri. Why? Yayo hayo tulizungumzia ya bangi. Nadhani kwamba hii story ya court battle inaendana na hii hata. Court dismisses the Rastafarians bid to legalize bang in places of worship. Jawaha mabingu walikuwa wanataka wakati wanakwenda katika ibada ile. Wanasema kwamba by the way on a serious note, wanasema kwamba bangi ndio inawapeleka kiroho. Inachemsha their spiritual realms. Unanikamata? Na kusikiza my brother. Asante. Na amani ile na kuelewa kabisa when you're talking about spiritual matters to do with the spiritual realms. Very nice. Jamaa wanasema kwamba kipiga kishash na kindom kidogo. Anasikia tu paka pato tapaka po. Yes. Oh yo. Hallelujah. Hallelujah. Lord. Fine. Yeah. I Rastafarian, you know what I'm saying, my brother. Asubuhi